Nimekaa pale nikawa nafikiria neno gumu sana na ndani ya nafsi yangu. Nikawa nasema kwa nini iwe hivi kwangu tu? Kwa nini itokee hivi? Basi nikawa nimefikiria kwamba ni siku nyingine, dakika zingine ambazo zinaturuhusu mimi na wewe kuweza kuingia kwenye kipindi hiki cha ushuhuda rasmi, ili tuweze kusikiliza ni kitu gani ambacho kipo. Na mimi niko hapa kama Dennis Matayo, na moja kwa moja ninatamani tuende kusikiliza ushuhuda. Lakini kabla hajaenda huko, labda nikukumbushe namba yangu ambayo wewe kama una ushuhuda unaweza ukanitafuta. Namba yangu ni 0689114544. Kwa kupitia namba hizo unaweza ukanitafuta, na mwisho wa siku tukaweza kukutana na kuweza kufanya kipindi huko ndani. Sawa, sasa mimi nina mgeni wangu huko ndani, na bila kupoteza muda tuweze kwenda moja kwa moja kwenye kusikia mgeni wetu huko ndani ni nani, ametokea wapi, na kitu gani ambacho kimemgusa akaona ni vyema kisikae moyoni mwake aweze kukitoa kwa ajili ya Watanzania ambao watamsikiliza, ili waweze kujengeka katika misingi ya kuona mapito kama moja ya njia ambayo inaweza kumuonyesha kuwa Yesu ni muweza katika maisha yetu. Dada yetu hapo, karibu sana, tuambie unaitwa nani, umetokea wapi, na moja kwa moja uweze kutupisha kwenye ushuhuda ambao umetuletea. Karibu. Kwa jina langu naitwa Masa Mgawe. Nimezaliwa katika dini tofauti na Kikristo. Nimekulia katika mambo mengine, imani za kimila za kizamani. Nimekuwa katika mambo hayo, lakini Mungu ni mwema mpaka nimefikia mimi umri Mungu akanisaidia nikapata mchumba, kwa sababu baba yangu na mama yangu walivyonizaa mimi wakawa wametengana. Mama akawa anaishi pengine na baba anaishi pengine. Sasa kukawa na mgogoro kati ya mama na baba. Mama ananitaka, baba na yeye anataka niwe naye. Sasa pale katikati kukawa na mgogoro. Bahati nzuri mama akafanikiwa kunichukua, nikawa nimekuja kwake. Nimekaa na mama yangu, bahati nzuri nikapata mchumba, nikawa nimeolewa katika familia ambayo ni mganga wa kienyeji. Kwani ndio wanamwabudu kabisa shetani. Nilipata shida sana katika ile familia. Nilipata shida tena sana tu kwa sababu mambo yake aliyokuwa anayafanya, singine anakushirikisha na wewe, singine mteja anapokuja anakuambia labda ufanye hivi. Majukumu ya pale yote kama wewe ndio anakukabidhi. Basi nimeendelea hivyo, bahati mzuri au mbaya tukawa tumeachana na yule baba, nikawa nimerudi nyumbani. Basi nikaendelea kukaa na wazazi wangu pale, nimekaa na mama wangu. Bahati nzuri nikapata mtu wa kuishi naye ambaye yeye hatukufunga naye ndoa, nikawa tu naishi naye. Sasa yule mtu kwa kweli nimekaa naye, yule mtu akawa yani mambo yake siyaelewi. Alikuwa akija, sengine anakuja anafika anaanza kukutukana, anaanza kukutusi. Basi mimi nikawa tu navumilia, imradi tu Mungu anisaidie. Basi nikaendelea kuvumilia. Lakini yule baba maneno yake aliyokuwa ananitamkia nilikuwa sielewi. Nilikuwa nikilala hivi usiku, sengine naota ndoto za ajabu. Mara tunakuijia, wakati umefika tunakuijia. Sasa nikilala usiku, sengine na usiku naumwa, naugua miguu yote. Mwili wote kama vile siuelewi, unaugua, naugua kabisa. Maana ukifika usiku miguu inaweza ikapoa, na mikono, kila kitu. Nalia usiku, nasema Mungu nisaidie. Kwa nini sasa iwe hivi? Nalia, basi nimekaa ananiatamkia maneno tu ya ajabu. Sasa mimi nikaa nimevumilia tu. Basi akawa akiondoka, anakuja ananiambia mara bado tu hujafa. Kwa nini bado tu hujafa? Wewe una bahati sana. Anaondoka tena. Mara niulize, hivi wewe unajua watu ambao walishatolewa msukuri, unajua? Bora wewe, wewe una bahati sana. Anaondoka tena. Akija tena ananiuliza, singine mimi nimelala naugua usiku, afa asubuhi akija ananiuliza, wewe bado tu hujafa. Wewe una bahati sana. Bado tu hujafa. Basi mimi nikaa naisoma ile kauli, kwa nini ananiuliza bado tu sijafa? Anania gani? Afa usiku nikilala masauti za ajabu zinanijia. Ndoto za ajabu, afu naugua. Afa akija asubuhi ananiuliza kwamba kwa nini bado tu hujafa. Una bahati wewe. Basi mimi nikawa nimekaa tu navumilia, nasema Mungu anisaidie. Basi nikawa nimekaa, kuna siku akaondoka asubuhi. Akasema nikirudi hapa nisiwakuti
muwe mmeondoka. Nikasema sawa, tutaondoka. Kweli akawa kaenda kazini kwake, akarudi muda kidogo tu akawa amerudi, bado tu mjaondoka, naombeni muondoke. Nikasema sawa, akaondoka tena. Nilipoondoka mimi kote nikaanza kukusanya vitu vyangu. Nilipokusanya vitu vyangu akasema, alivyorudi tena akaanza kusema, bora tu uondoke, maana mtu gani wewe? Mtu gani? Mbona sielewi? Akawa ananiambia hivyo. Mtu gani wewe? Mbona sielewi? Nikanasema, mbona huyo ananiambia maneno ya ajabu, afu nikilala usiku naota ndoto za hivyo, afu sauti za ajabu zinanitokea. Mimi najiuliza tu ndani ya moyo wangu. Ikawa kweli mimi nimeondoka. Nilipoondoka, tamko la mwisho ananitamkia akaniambiaje, hata kama ukiondoka hapa utapata shida sana, na huyo mtoto hautofika naye popote na utamtupa. Aisee, niliumia, nilipata uchungu sana ndani ya nafsi yangu. Kasemaje, mtoto wangu mimi nimemzaa kwa shida, alafu ananiambia nitamtupa. Leo iliniuma, nikasema nikamjibu tu nikamwambia sitomtupa, nitaenda naye popote pale, nitaenda naye na Mungu atanisaidia, nitafika. Kweli mimi, maana mama yangu na yeye akawa ndio hivyo, yani upendo kama ule ukawa umeondoka. Basi mimi nikawa nasema ngoja nikatafute nini kazi. Nikaondoka mpaka cheo, nikaenda kutafuta kazi cheo, nimetafuta nimekosa. Kila nikitafuta ananiambia kwamba bora heli ungekuwa hauna mtoto tungekupa kazi, lakini una mtoto haiwezekani. Basi kutokana na hali niliyokuwa nayo wakawa wananihurumia tu. Sengine mtu anakuambia osha vyombo, ananipa vyombo naosha. Basi ananipa sengine chakula na kula mimi na mwanangu, tunaondoka. Hamna simu sijui kulala. Maisha yangu mimi yakawa nikiomba, maana sina sehemu ya kulala. Mimi wazazi wangu wakawa yani kama vile siwaelewi, yani wakawa wamebadilika, hata sikuwaelewa. Nikasema Mungu nisaidie. Nikawa naenda hivyo natafuta kazi, kulala kwangu stendi. Mwanangu bado mdogo huyo, bado mdogo kabisa, yani alikuwa sijui yani hata mwaka alikuwa hajafikisha. Sina kanga kusema mwanangu nitamtandikia wala nini. Tunalala stesheni pale. Asubuhi mnaamka mnaenda mnatafuta tu kazi, mnafanya. Kama mnafanya tu kazi mkipata, basi unanunua chakula, mwanangu anakula. Maisha yetu yakawa mimi ni ya stendi. Ikifika usiku na ugua, sauti zile zikaendelea kunifuatilia. Nikawa yani mwelekeo wa maisha nikawa sina tena. Yani mtu niliyekuwa yani nimepoteza kila kitu. Basi mimi nikawa naamka asubuhi, naenda zangu nimebeba mwanangu analala kwenye baridi. Kulikuwa gani masika, nakumbuka masika baridi, mwanangu inampiga, lakini nasema Mungu ni mwema. Mungu ni mwema sana, kwa sababu ilikuwa mwanangu anapigwa baridi, anang'atwa mbu, lakini Mungu vile ajabu hajawahi kuugua kifua wala kikoo wala nini wala malaria, hajawahi kuugua. Basi mimi nikaendelea hivyo kwa naamka asubuhi, naenda natafuta kazi. Ukiomba kazi wanakuambia hapana, ungekuwa bora huna mtoto afadhali. Na ile hali niliyokuwa nayo nilikuwa ni tofauti kama wanadamu wengine. Yani nilikuwa nishabadilika, yani nilikuwa ni tofauti. Yani ni tofauti kabisa, maana nilikuwa kwa kweli yani chizi yani nilikuwaje sijui, kwa sababu nilikuwa mimi ni mtu wa kulia. Nikifikiria tunaanza kulia, nikiangalia wazazi wangu ndio hivyo waeleweke. Basi nikaenda maisha yangu hayo. Siku moja nimeenda kutafuta kazi, bahati mbaya nikapata tu ya kuosha vyombo. Tukawa nimenunua chakula mchana, mwanangu akawa tumekula naye. Basi tukarudi station, bado tukatumeka. Sasa usiku nikasema, maana nilikuwa sina hela ya kutumia usiku, nikasema Mungu wangu, na saizi nitapata wapi kazi? Nina 300 wapi mkono? Nikawa ile barabara ya station pale, yani ile barabara ya station nikawa napita pale. Sasa nikawa nimechoka, naumwa, miguu inawaka moto, mikono inakuwa imekufa ganzi, sijiwezi lolote. Usiku ikifika yani napata shida, yani mikono inakuwa yani miguu inawaka moto, yani moto kabisa, unasikia unawaka, inakufa ganzi, yani nikasielewe. Basi siku yenyewe mimi nimefika pale, nikawa nimechoka. Hiyo jioni nikawa nimefika ile barabara station pale, nilifikiria mbali sana, niliwaza mbali, nikasema mpaka nimekaa pale nalia. Nikasema nikiangalia hivi wazazi wangu waeleweki,
Nikiangalia mwelekeo wote sioni. Nikasema Mungu nisaidie. Nikaa pale nimefikiria kitu ambacho ni kigumu. Asingekuwa Mungu, basi sijui maisha yangu yangekuwa wapi. Nadhani hata ndugu zangu wasingekuta hata umri wangu, lakini Mungu ni mwaminifu. Nimekaa pale nikawa nafikiria neno gumu sana na ndani ya nafsi yangu. Nikawa nasema kwa nini iwe hivi kwangu tu? Kwa nini itokee hivi? Basi nikawa nimefikiria kwa